Andika kichwa cha somo la leo: maisha ya maombi. Maisha ya maombi. Moja ya kitu ambacho kinatesa kanisa ni watu kutoomba kwa mfumo wa maisha, yaani kuomba kwa tabia. Wengi wanaomba kwa matukio, lakini hasa tutamwangalia Yesu kama kinara wetu wa maisha ya maombi. Maisha ya maombi, kwa sababu siku matukio yanapotokea, kila mtu huwa anakuwa kwenye maombi, lakini ile sio mpango wa Mungu kwamba watu waombe wakiwa na matukio. Mpango wa Mungu ni watu waombe kama maisha yao ya kila siku. Kuna vitu ambavyo ni maisha, yaani ukiona namna hii hapa, wote tupo hapa, ni dhahiri kabisa ya kwamba yaani kati ya jana ama leo asubuhi, yaani lazima umekula, lazima umekunywa maji, lazima umeenda tu chooni, si ndivyo? Ni maisha, ni mzunguko wa tabia ambayo ni maisha. Huwezi ukajizuia, huwezi ukajizuia. Na ndio maana watu wanakula, wanakunywa maji, baada ya hapo wanaenda washroom, wanaachia walivyokula na kula, wanarudi tena kufanya nini? Kula tena, wanakunywa, wanaenda tena washroom. Ni tabia ya nature. Na ndio maana hii tabia ikipata itilafu, mtu anaitwa mgonjwa. Akishindwa kula anaitwa nani? Mgonjwa. Sawa sawa? Mgonjwa huwa anashindwa kunywa maji, ndio maana anaenda kutundikiwa drip la nini? La maji, la chakula. Ni mgonjwa kwa sababu ameshindwa kuishi kwenye tabia. Hata ukila ukapata appetite, ukashindwa kwenda chooni, ukakosa choo, ni ugonjwa pia. Kwa ni lazima, ili uwe na afya, uweze kula, kunywa, uende washroom ama toilet, urudi tena kula na kunywa. Huu unaitwa ni maisha ya mwanadamu. Yakikatika haya, hamna maisha, mtu anakufa. Sasa hii ni tabia ya nature, ni nature ya mwanadamu alivyoumbwa. Lakini katikati ya tabia hii, mtu anakula asubuhi, mchana na jioni. Anaweza akaamua akasema, mimi nafunga siku 3, sili wala sinywi. Anaiondoa mwili kwenye nature yake ili upate kuwa na utulivu katika roho. Sasa ile sio tabia, ni tukio la mwili kwa siku 3 ya kwamba litastopishwa kula na kunywa, ama masaa 12 mwili utastopishwa kula na kunywa. Baada ya hapo unaurudisha mwili kwenye tabia yake, utakunywa tena. Kipindi hicho nasema, lete jamani, wakati wa kufungulia leta maandazi, unakula uji, sio nani, unaurudisha mwili kwenye tabia yake. Sasa hii tabia ndio Mungu aliyoitaka iwe mfumo wa maisha ya mtu anayeomba. Aombe kama tabia, aombe kama tabia. Sasa kuna wengine, ile siku ambayo ameustopisha mwili ndio siku anayoomba. Kwa maombi ya mfungo yale yanakuwa ni maombi unique, sio tabia. Yaani anakuwa ni maombi kwa sababu sikio amefunga.
Akiacha kufunga, anaacha na kuomba. Ni sawa sana mtu akasema hivi, amefunga, halafu baada ya kufungulia akashindwa kula, tayari anakuwa mgonjwa, kwa sababu ni lazima baada ya kufungulia ule. Kwa tabia ya mwili lazima ule. Kula ni maisha. Sasa maombi ndio mfano huu, ndio maombi yanavyotakiwa. Biblia imewakilisha dhana ya maombi kama tabia, sio kama tukio. Na hapo ndipo tunapopata shida, kwa sababu mtu kama amepata ukamilifu, muda mwingine anakuwa haoni sababu ya kuomba. Anadhani ya kwamba maombi ni matukio, kwa akikosa tukio haombi. Akiwa na furaha haombi, akiwa na hela haombi, akiwa haumwi mzima haombi. Akishaanza kuona mbona kama kuna kitu sikisikii vizuri, anaingia kwenye maombi. Ni vyema kuingia kwenye maombi kama umeona kuna kitu hakijakaa sawa, lakini si kusudi la Mungu. Kusudi la Mungu, maombi yanabidi yawe ni nini? Ni tabia. Tabia ni nini? Tabia ni kitu cha kila siku kinachofanywa na mtu ambacho kimeumbika ndani yake. Tabia nini? Kila kitu anachokifanya mtu ndani yake kimeumbika, sio kitu ambacho kimeumbika ndani yake. Tabia. Hasa tutaenda kuangalia Biblia inaeleza vipi. Tutaangalia tabia za maisha ya Yesu. Maombi yake yalikuwa ni ya tabia. Maombi ya Yesu yalikuwa ni ya tabia, sio ya matukio tu. Wakati wa matukio, omba kwa ajili ya matukio, lakini maombi yanatakiwa yawe ni tabia. Shalom washinde. Ukisoma katika kitabu cha Luka sura ya 18, Luka sura ya 18, taanza kusoma mstari wa kwanza. Biblia inasema, umefika Luka 18? Amen. Akamwambia, umefika Luka 18 kuanzia mstari wa ngapi? Wa kwanza. Asante. Akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Unaelewa maana ya siku zote? Maana yake nini? Ni tabia. Anaongea hapa ya kwamba akamwambia kwa mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Sasa unaposoma Biblia, ni nini kiko hapa? Anaongea kwa mfano, lakini anatoa mfano kutoka kwenye hoja mama. Hoja mama ni nini? Hoja mama ni imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Sasa anza kuona kusoma. Anasema hivi, akawaambia mfano. Huu ni mfano anautolea wa hoja mama ya kwamba imewapasa kuomba siku zote, wala wasikate nini? Tamaa. Mfano wake anasema hivi, palikuwa na kadhi katika mji fulani hamchi Mungu. Hiyo ni nini? Ni mfano, sawa sawa. Palikuwa na kadhi katika mji fulani hamchi Mungu, wala hajali watu. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyokuwa akimwendeaendea akisema, nipatie haki na adui yangu. Naye kwa muda alikataa. Halafu akasema moyoni mwake,
ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake, asije akachosha kwa kunijia daima. Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kadhi dhalimu. Na Mungu je? Na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mwaminifu kwao? Nawaambia, atawapatia haki upesi. Walakini atakapokuja Mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Angalia sentensi mama, imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate nini? Tamaa. That's the agenda. That is an agenda. Agenda ni kumwomba Mungu siku zote pasipo kukata tamaa. Hiyo ndio agenda. Mfano wake alikuwa mama mmoja mjane akikabiliana na adui yake aliyemdhulumu, kamwendea kadhi dhalimu akidai haki yake. Tabia ya huyu mama ni nini? Alikuwa na tabia ya kwenda na kudai, kuomba haki yake. Kwa sababu alienda akaomba dakika moja, halafu baada ya nusu saa akarudi tena, baada ya saa moja akarudi tena. Yule kadhi akamwambia, hapa bwana, huu ni usumbufu, bora nifanye nini? Nipe. Maana yake nini? Anaeleza tabia ya watu tunaoenda mbele za Bwana kuomba mara kwa mara kama tabia. Hatutaacha kupokea, hatutaacha kupokea. Lakini kuna watu wengine huwa wanaenda wanaomba kwa nguvu, alafu najiuliza, mbona huyu anaomba Mungu wangu, mbona anaomba hivi alafu apokee? Hadi wewe mwenyewe ukaanza kusema, mbona mimi naanza kujiogopa, kama huyu anaomba hivi apokee, hivi Mungu kweli anawapaga watu? Wewe usiingilie kesi za watu, usiangalie mambo kwa umbo la nje. Usimwone mtu anavuja jasho hapa na tikia hivi namna hii na unakuta Mungu amemwacha. Usishangae, kuna watu wengine wanafanya vile kwa ajili ya matukio, sio tabia. Ni kama vile hata wewe ukamkuta mtu tu hawasiliani na wewe, siku akiwa na shida unakuta ndo anakuja, jamani, umeamkaje, umelalaje, okay, unaendeleaje, umependeza. Unaanza kusema, bwana usinitumie, kwa sababu wewe unanifuata mimi, najua kwa sababu ya changamoto unayopitia, unanisalimia kwa ajili ya changamoto unayopitia. Wengi tunawajua, akikwambia halo, unajua umebanwa. Muda mwingine unamuignore kwa sababu unakuta huyu kama vile anataka kunitumia. Lakini uliza mtu ambaye anawasiliana na wewe kila siku, siku akipatwa na tatizo unamsaidia, kwa sababu ni tabia ya kuwasiliana vizuri na watu. Hata mbele za Bwana kuna watu wanaoenda siku hiyo wanaenda kujipendekeza. Mungu anaangalia nani anaimba, tuko mbele zako. Upo mbele zangu kila siku, ama kwa ajili ya ulipofikia? Upo mbele zangu ni kila siku, ama kwa ajili ya mapito unayopitia? Ni swali Mungu analiuliza. Ni ukweli upo mbele za Bwana kwa kipindi hicho, lakini Mungu anauliza, umekuja kufanya nini? Si hata kwenye ndoa hiyo ipo. Wewe ukuta tu mke wako amekuandika, mpenzi, unasema leo mbako ameniita baby leo, unataka nini? Ujue sio tabia. Lakini kama ni tabia yako, kila siku unamuita mpenzi, unamuita baby, unamuita sweet nini huko, atauliza, atapata shida. Anaanza kupata shida kwamba hii salamu inataka kunitumia. Na ikiendelea vile mtu anaignore kwa sababu anaona kwamba hapa ni fake, hamna reality. Ni wajinga peke yao wanaoitwa baby wakati wa matatizo, hapo anajiona baby kweli. Ni wajinga peke yao. Lakini wenye akili wanajua hii baby hii ni ya kunitumia, kwa hiyo na ignore. Na ndivyo ilivyo mbele za Bwana. Tunaenda tunaanza kumwambia Mungu, hakuna Mungu kama wewe. Siku umebanwa,
Mungu akikuweka pembeni unauliza, hivi Mungu yupo? Yupo. Lazima ujue kanuni. Maombi ni tabia. Kabla maombi kwako hayajawa tabia, hujakamilika. Nasemaje? Kama maombi kwako hayajawa tabia, bado hujafanya nini? Maombi lazima yawe tabia. Wakati una furaha, omba. Wakati hauna furaha, omba. Ukiwa unaumwa, omba. Ukiwa mzima, omba. Ukiwa unajisikia vizuri, omba. Ukiwa unajisikia vibaya, omba. Ni tabia. Haijawa tabia, haujakamilika. Na huo ndio kweli. Haijawa tabia, haujafanya nini? Haujakamilika. Hizi ndio siri mapepo yakisikia nasema huwa yanachukia. Kwa sababu gani? Yanataka watu wa Mungu wao wanaenda kwa Baba. Shetani anajua kwamba Mungu kuna namna anawapokeaga watu ambao wanafanya maombi kama tabia. Anaelewa shetani. Kumbuka, shetani ametuzidi mengi. Yeye alishakaa kwenye kiti cha enzi. Shetani anaielewa tabia ya Mungu kuliko sisi. Shetani anajua ni kitu gani, ni tabia gani ukiwa nayo, ukisogea nayo kwenye kiti cha enzi unapokelewa. Shetani anajua ukiwa na nini, ukienda kwenye kiti cha enzi unakataliwa. Atakuseti ukataliwe. Na moja vitu ambavyo huwa na set shetani watu wakataliwe ni kuwatengenezea watu wao wanaenda kwa Mungu wao siku ya matukio. Ndoa ikiwa vizuri haombi. Mume akianza kurudi asubuhi anaanza kufunga. Unauliza huyu kwa nini hafungagi wakati ana furaha? Kuna kipindi nilifundisha. Nikasema wakati wa afya ndio wakati wa kuombea afya. Mnakumbuka? Nikasema wakati wa amani ndio wakati wa kuombea nini? Haukuelewa na maana gani? Hebu omba kama tabia. Usiombe kama matukio. Usisubirie mpaka afya iondoke ndio anza kuombea afya. Usisubirie mpaka ndoa ivunjike ndio anza kuombea ndoa. Anza kuombea ndoa wakati ndoa ina furaha. Anza kuombea afya wakati bado una afya, na kuhakikishia ndoa haitaharibika wala afya haitatetereka. Ukijifunza kuiombea afya ukiwa na afya. Wewe unajua kwa nini tunataka kuombea wagonjwa? Sababu kipindi cha ugonjwa ni ngumu kujiombea. Ukitaka kujiombea wewe kwa habari ya afya yako, omba kipindi una afya. Shalom washindi. Maombi lazima yawe ni tabia. Hayajawa tabia, haujakamilika. Nataka tumwangalie Yesu. Uko tayari? Tumwangalie Yesu na aina zake za maombi, vile alivyokuwa akifanya. Tuzichungulie kidogo. Uko tayari? Tuzichungulie kidogo. Tutachungulia aina fulani namna Yesu alifanya maombi. Amen. Tutaanza kuangalia jinsi Yesu alivyoomba mara kwa mara. Yesu alikuwa na tabia ya kuomba mara kwa mara. Tutasoma katika kitabu cha Marko. Yesu alikuwa na desturi ya kuomba mara kwa mara kila wakati. Marko sura ya kwanza, kuna sentensi nimeipenda pale. Marko sura ya kwanza ule mstari wa 35. Marko sura ya kwanza na ule mstari wa 35. Haleluya. Kuna tabia moja hivi nataka tuiangalie hapa. Hata umefika nisome. Amen. Hata alfajiri na mapema sana akaondoka, akatoka, akaenda zake mahali pasipokuwa na watu, akaomba huko. Unanielewa hiyo? Alitoka akaenda mahali pasipokuwa na watu, akafanya nini? Akaomba huko.
Kuna kitu najifunza, kuna kitu najifunza. Mimi nikueleze nilichojifunza. Huyu alfajiri na mapema Yesu alikuwa kila akiamka, desturi aliitengeneza, tabia. Akiamka Yesu lazima ajitenge, aende mahali pasipo na watu, aombe. Mambo mawili ya kuyachukua: tabia ya kuomba kila asubuhi. La pili nalotaka ulibebe, faraga inatafutwa, haikutafuti. You get the point? Faraga sio kwamba Yesu alikuwa hana watu ndio akaomba. Anasema hivi, alijitenga katikati ya watu. Kwa lugha nyingine, aliitafuta nini? Faraga. Faraga haikutafuti, faraga inatafutwa. Nikuulize kitu kidogo. Kati ya sehemu zinazoitwa faraga, mojawapo ni toilet, choo. Naomba mnisaidie lugha, sasa nikawa naongea lugha isiyo haijakaa sawa, lakini it's okay, just take it, sawa. Washroom, wengine asema sweet toilet, mali watu sweet tumefanya ni toilet huko, sawa sawa. Moja ya sehemu ambayo ni faraga ni wapi? Naomba nikuulize, toilet inakufuata kanisani ama wewe unaifuata toilet nje? Ukitaka umebana, unataka kwenda washroom, cha kwanza unaanza kutafuta mishale na kuelekeza washroom. Washroom haikufuati wewe. Ndio faraga maombi ilivyo. Unaweza kuwa katikati ya watu namna hii, faraga inatafutwa iliko. Unachomoka, unatafuta ni mahali gani naweza nikajitenga, hapo kasema Baba riakota riamandala katolika saya yeketa ramakoje, thank you Jesus. Unarudi tena kwa watu, naenda jamani, nilikuwa nimejitenga kidogo. Kuna watu wanaokuulizaga ulikuwa wapi, wakiona umejitenga wanajua umeenda faraga. Watu wakiona umekaa katikati ya watu wakasema unanyanyuka unaondoka, watu wanajua umeenda wapi? Faraga. Hebu ruhusu watu siku moja wadhani umeenda chooni, kumbe umeenda kuomba. Ruhusu. Faraga inatafutwa. Yesu mwenyewe katikati. Hivi naomba nikuulize, kwa mfano hivi leo Yesu angekuwepo, tungegombaniana, si ndio? Tungegombaniana. Kuna nyakati kila mmoja anamtaka awe naye, si ndio? Lakini kuna kipindi hawezi enda naye chooni. Itabidi umwache afanye nini? Aende chooni. Kuna sehemu wanamsubiria, akitoka chooni wanaendelea na ratiba nyingine, si ndio? Ndivyo alivyokuwa anafanya. Kuna nyakati anaambia msubirieni, haendi toilet, anaenda kuomba. Na ndio maana mimi ukiniambia kwamba kazini niko busy siwezi hata kuomba, naambia mwongo wewe. Mwongo. Uende chooni wewe kazini. Kama unaweza kwenda chooni, kwa nini huwezi kwenda kuomba? Kuna mtu anayekupangia uko chooni utoke saa ngapi? Si watu huwa wanaheshimu faraga. Sasa wanaheshimu nini? Wanakaa wanasubiria mpaka utakavyotoka. Na hakunaga mtu anaweza wewe mbona umekaa saa. Hamnaga hiyo. Ni desturi, lazima uheshimu nini? Faraga. Ukiniambia mimi nafanya kazi siwezi kuomba, nitakwambia hujaamua. Faraga haimtafuti mtu. Faraga inatafutwa. Haleluya. Oh, mimi kazi yangu ngumu sana. Hata dakika moja kusoma neno sipati, hukuitafuta. Hata dakika moja ya kuomba sikuipata, hukufanya nini? Hakuna kazi. Hata wanajeshi wanaenda chooni katikati ya vita. Wewe ukasema anapiga tu mabomu pupa pupa pupa. Kuna nyakati lazima ajitenge kidogo, aende wapi? Akajisaidie. Kama anajitenga, wewe vipi? Lazima ujifunze nawe kujitenga. Kuanzia leo tengeneza faraga. Faraga inatafutwa. Faraga haimtafuti mtu. Haleluya. La pili, tukitaka kuangalia hiyo issue, tusome kitabu cha Luka sura ya 5.
kuna namna tunataka tujifunze kitu pale. Luka sura ya 5 mstari wa 16. Luka 5:16. Umefika? Nataka uelewe faraga jinsi ambavyo tunaitafuta. Yesu alikuwa ni mtaalamu wa kutafuta nini? Faraga. Luka sura ya 5:16 anasema hivi. Umefika? Soma kwa nguvu. Piga kelele zaidi, paza sauti. Lakini yeye alikuwa akijiepua, akaenda mahali pasipokuwa na watu, akafanya nini? Akaomba. Aliyekuwa anajiepua ni yeye ama alikuwa anawafukuza watu? Aha, inamaanisha alikuwepo katikati ya watu wengi. Alafu akasema, jamani, dakika moja. Kama unataka kufanya maombi ya dakika moja utawaga jamani, dakika ngapi? Moja. Kama unataka kufanya maombi ya dakika mbili unasema jamani, dakika ngapi? Kama dakika 3 unasema naombeni dakika ngapi? 5. Faraga inatafutwa. Haijalishi uko busy kiasi gani, faraga inatafutwa. Ondoka nayo hiyo leo. Faraga inafanya nini? Inatafutwa. Ukiwa mahali unapo, faraga inatafutwa. Faraga inatafutwa. Haleluya. Unajifunza kitu? Amen. Maombi, somo la leo linasemaje? Maisha maombi, maombi kama tabia. Haleluya. Lakini pia tukifungua katika kile kitabu cha Luka 6, kuna kitu nataka ujifunze pale. Nataka kuna kitu huwa natamani sana watoto wangu mkielewe. Amen. Kinapatikana katika kitabu gani nimesema? Amen. Luka 6 mstari wa ngapi? Wa 12 na wa 13. Kuna kitu kikubwa, naomba unisikilize. Uko makini kunisikiliza? Asante. Naomba hiki kitu kishike sana. Shika sana kwa sababu kinamhusu kila mtu. Kila mtu kinamhusu. Tukisoma Luka 6:12 hadi 13 nasema hivi. Ikawa siku ile aliondoka akaenda mlimani ili kuomba. Akaenda mlimani ili fanya nini? Kuomba. Akakesha usiku kucha katika kumwomba Mungu. Hata kulipokuwa mchana, aliwaita wanafunzi wake, akachagua 12 miongoni mwao ambao aliwaita mitume. Ukiendelea hapo utakutana na orodha ya mitume. Nataka uiangalie hii tabia ya Yesu ya kuomba. Nini kilitokea? Natamani watoto wangu wote mnielewe hii. Hii kila mtu inamhusu zaidi katika maisha, especially unapotimiza miaka 18 na kuendelea. Nguvu ya maamuzi iko kwako. Nguvu ya uchaguzi iko kwako. Na kinachotugharimu ni kukosea kuchagua, ni kukosea kuamua. Tuiangalie tabia ya Yesu. Alipokuwa akitafuta wa kuambatana naye, ilibidi aende mlimani, akakesha akiomba. Aliporudi, akarudi na nguvu inayomsaidia kuchagua wa kuambatana naye. Nataka nikwambie, kila unayeambatana naye hakikisha alitokea kwenye maombi. Narudia, usiambatane na mtu kwa kuwa mnaongea lugha moja, kabila moja, umri moja, kanisa moja. Hiyo kitu iondoe. Usichague mtu kwa sababu eti mnasema Waswahili damu zetu zimeiva. Hakunaga damu inayoiva. Hakikisha kila unayeambatana naye katokea kwenye maombi. Sio kitu rahisi kuchagua. Yesu mwenyewe amefunga, ameomba. He was very powerful. Lakini katika uchaguzi akatokea na Yuda Iskarioti. Yaani katikati ya maombi ya Yesu
licha ya nguvu zote zile alizokuwa nazo, lakini mmoja alitokea wa kumsaliti. Vipi wewe ambaye utaamua kutagua wa kuambatana nao? Usiombe. Wakina Yuda watakuwa ngapi? Na Yesu ametaka kutuonyesha kwamba tunatakiwa tuchague wa kuambatana naye kutokea kwenye maombi, na akakwambia kabisa kwamba licha kwamba mimi niliomba, lakini bado nilimpata mmoja aliyenisaliti. Maana yake nini? Kazi ni pevu. Wa kuambatana naye lazima atokee kwenye magoti, mahali ulipomlilia Bwana, mahali ulipoliitia jina la Bwana, ndio atokee wa kuambatana naye. Siku utakayotoka kwenye maombi na amani ya moyo wako ikasema huyu ndio kuambatana naye, ambatana naye huyo kipindi uko kwenye maombi. Haleluya. Na ndio maana kama unataka kwenda kuoa ama kuolewa, hakikisha siku nafanya maamuzi ya kutaka umchague ni nani, huo umetokea kwenye maombi. Na una uhakika hayo maombi Yesu alikuwepo, na ulisaidiwa na Roho Mtakatifu, na ulitoka umefurika. Baada ya hapo sasa chagua, sema nimeamua nitaenda na huyu, akitokea kwenye wapi? Kwenye maombi. Lakini kama utaangalia yanayokupendeza wewe, my friend, ukabaki tu unaangalia unavyoviangalia wewe, mimi nataka mwenye nywele hadi zinafika huko, utajua kwamba maisha sio nywele. Sasa mimi nataka mwenye pua ndefu, utajua kwamba maisha sio pua. Utashangaa naipeleka pua hivyo unakimbia, na wakati uliichagua mwenyewe. Mimi najua wanaume wengi wanachagua wanawake kwa shape. Sasa ogopa kuchagua kwa shape. Wengine wanasema wewe ushachagua kwako. Ndio madhara kuwa na mwanamke mzuri. Ukiwa na mwanamke mzuri, ukimchagua, ukimshauri mtu bwana wewe pita naye mradi anaenda kwa lugha, wewe tumekuona wewe kwako. Unataka kutudanganya sisi. Wewe umechagua mwanamke. Alafu sisi tunatuambia shauri lako mimi nahubiri. Ukishindwa kubalance shauri lako, mimi napiga nondo tu, mimi napiga komelea msumari tu. Mimi nakomelea msumari. Akili kwako. Basi niseme hivi, usichague chepu tu. Maana wewe ushachagua, basi na wewe kuna maisha baada ya shepu. Kuna maisha baada ya nini? Wewe chagua shepu. Kuna maisha baada ya shepu. Ndio utajua kwamba kuna shepu nyingine sio za mwili. Unatakiwa kuwa na umchague mtu mwenye shepu za roho. Unaenda kuishi naye huyo. Sidhani muda wote mnakuwa mko tu sehemu fulani unayojua wewe. Kuna nyakati mnaishi. Wakati mpo. La pili. Naona huko tutaharibu mengine. Amen. Lakini nadhani umenielewa. Haleluya. Kuna maisha. Kwa lazima uelewe. Unatakiwa kila anayekuja kwenye maisha yako atokee kwenye maombi. Unataka kufanya mradi fulani, hakikisha huo mradi utokee kwenye maombi. Unataka kuambatana na mtu fulani kufanya biashara fulani, hakikisha huyo mtu ametokea kwenye maombi. La sivyo shida. Yesu ni mfano. Maombi alikuwa ni tabia. Hakufanya decision ya jambo lolote pasipo kwenda kuomba. Na ndio maana ndani aliyokutana kina Petro
alikutana na kina Yohana, kutana na kina Zebeda, akutana na kina wote wale, kila mtu, ijapokuwa wengi hawajaandikwa, lakini naamini kila mtu alikuwa na nafasi yake. Hata huyo Yuda mwenyewe alichaguliwa kwa ajili ya kulitimiza kusudi. Asingekuwepo angeuzwaje sasa? Msalabani angeendaje? Wote angewapata kama kina Petro. Umekuja umechukuliwa, umekatwa sikio. Ungekuta Yesu mpaka leo yupo, ana miaka 3800 na bado hatujakombolewa. Damu yake amekomaa nayo, haijamwagika. Maana yake nini? Tungeendelea kuteseka. Ilibidi apatikane wa kumuuza, akahukumiwe, apelekwe msalabani, amwage damu, tupokee uponyaji. Kwa hata yule Yuda pia ni mtu muhimu. Mtu muhimu. Kwenye maisha yako watakuja watu wengine muhimu ambao umuhimu wao unatokea nje kuingia ndani. Hautokei ndani kwenda nje. Unatokea nje kuingia. Usitafute marafiki. Mungu anaweza kukununulia marafiki. Sio wote wa kukusifia. Kuna wengine wa kukukosoa. Ogopa sana kwenye maisha ukawa hauna mtu wa kukosoa. In life, ogopa. Nimesemaje? Sikia, kama hauna mtu wa kukukosoa, hujakamilika. Oh. Kama umechagua mke wako awe mtu wa kukukosoa, umechagua mume wako awe mtu wa kukosoa, umechagua baba yako awe mtu wa kukosoa, yaani lazima uwe na mtu ambaye anaweza kukwambia no, hii kitu haijakaa sawa, halafu ujisikie furaha. Kama unajisikia vibaya kukosolewa na mume wako, tafuta basi hata baba yako. Tafuta hata mtu wako wa kiroho, baba yako wa kiroho aweze kukosoa. Ogopa sana kuishi na mtu ambaye hawezi kukosoa. Ogopa. As for me hapa kanisani, kama sijaweza kukukosoa, wewe bado sikuhesabu kama ni mtoto wangu. Au? Sikia. Kama siwezi kukukosoa, wewe bado sio haujakamilika. Haujakamilika. Tuko tunaongelea hapa swala la, unakuta mchungaji na watu fulani ambao hawezi kuwagusa, aidha kwa ajili ya cheo walichonacho, labda ni kiongozi, ama kwa ajili ya fedha walizonazo. Kwa hawa hawezi kuwagusa. Hawajawa bado watoto wako wale. Hawajawa bado watoto wako. Hawajawa bado watoto wako. Niwe baba yako lazima nikuite nikukosoe. Wabe no. No. Ni nani hapa ambaye sije kumkosoa hapa? Kwenye anga zangu amekuja eti nikamhifadhi kwa kuwa ni mtu ambaye labda yuko nani hapa? Tuanzie hata hapa tu hapa. Nani ambaye sijawahi kumuita na kumwambia yani huyu siwezi, huyu siwezi? Nani? Hujawa mtoto wangu bado. Hujawa mtoto wangu bado. Kwa sababu mimi sauti ya Mungu ikija, siangalii sura, siangalii nini, na kujia kama ilivyo. Kama ndio maana ya utoto. Hivi kwa mfano wewe mtoto wako afu unamuogopa, hata huwezi kumwambia, huwezi hata kumchapa. Mtoto ama sio mtoto huyo? Sio mtoto. Sifa ya kuwa mtoto ni kuite njoo. Hii hamna hii. Hii ndio. Hii hamna. Nani ambaye sije kumkosoa huyu? Ambaye tumeshakutana naye. Nani? Ndio sifa. Usikubali kukaa mahali ambapo haufikiki. Nikisema hivi unanielewa? Yaani ukiwa umekaa kwenye kanisa mchungaji anakuogopa, hawezi kukuita na kukwambia, "Hama hapo, utafia vibaya hapo. Utaanguka kiroho hapo." Nenda mahali ambapo mchungaji anaweza kukuita akakwambia, "Njoo, hiki kitu hakijakaa sawa." Lazima upate mtu anayekufikia.
Kuna watu wanainuliwa kwa ajili ya kukusaidia, lakini saidia yao inapingana na unavyotaka. Unajua moyo wa mwanadamu ni mdanganyifu. Kuna nyakati unatakaga kwenda tu, hata shimoni kuingia tu, lazima patikane mtu akwambia, hapo naingia wapi? Shimoni. Kuna watu hapa nimeshawahi wagombeza, wapo kabisa, namwita na namgombeza. Kama wewe haujakutwa sawa sawa, basi uko salama, lakini kama ungekuwa kuna jambo baya ungekuwa ulishaitwa. Usisema mbona mimi hajai nigombezaga? Kwani ulishakosea? Ukikosea utagombezwa. Na unadhani tunagombezaga tu? Mtu anaambiwa mara ya kwanza, aisee pale bana simba. Ukiona anaendelea lazima aisee pale bana simba. Ukiona aisee pale bana simba. Aisee pale bana simba. Akikaribia kwenye kichaka ni kofi, wewe para simba. Haianzi tu mtu anaanza kusogelea tu na kofi para simba. Bwana wewe, mbona hujaniambia taratibu? Na ndivyo tunavyolea. Haugombezwi tena, ukiona umegombezwa au umeshindikana. Lakini kwanza kinachotumikaga kumshape mtu ni hekima ya Kristo iliyo ndani ya mtumishi wa Mungu. Sawa sawa. Lakini kwa asiyesikia, kugombezwa pia ni hekima ya Kristo. Haleluya. Usidhani hapa ni unajua mtu akikaa sasa, kwani ukikutana na mchungaji anagombezaga tu, anagombezaga. Kuna vichwa ngumu. Hapo sione ito amekaa. Haleluya. Kuna vichwa ngumu. Kuna vichwa ngumu. Kuna watu wako rigid, yani kuna watu they are not easy kubadilisha mawazo yao hata kama ameenda upotofu. Alafu unajikuta akiingia kwenye shida, wewe ndio Mungu anakurushia wewe mzigo wa kwanza kumwombea. Kwa lazima watu wagombeze. Lakini kugombezwa na mtumishi wa Mungu kuna namna unaisikia amani ya moyo. Kwa sababu anakugombeza ili ufike salama. Hakugombezi kwa hila, anakugombeza uifikie hatima yako. Shika hilo. Na ndio maana Mungu anasema mtu anayempenda humrudi. Sawa sawa. Baba ampendaye ufanye nini? Humrudi. Na ndio maana ukiona Mungu anakurudi, ujue amekupenda. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo kila unayeambatana naye lazima atokee wapi? Atokee kwenye maombi. Mwangalie jirani yako, mwambie jirani, ninakupenda, lakini nikitaka kuambatana na wewe lazima nirudi kwenye maombi. Kuna kitu nataka tujifunze kutoka kwenye Mathayo sura ya 26. Mathayo sura ya 26 kuna kitu nataka tujifunze pale. 26 mstari wa 39. Umefika? 26:39. Tunaona baba, nianzie 26. Nianzie 36 hadi 39. Sawa sawa? Kisha Yesu akaenda pamoja nao mpaka bustani itwayo Gethsemane, akawaambia wanafunzi wake, ketini hapa hata niende kule nikaombe. Mnakumbuka ile story ya kujitenga? Ilikuwa ni tabia ya Yesu. Sawa sawa? Jifunze ukiwa na marafiki zako wakuvumilie, waione ni tabia yako kuna nyakati waache. Sawa sawa? Kuna watu wakishakuwa na marafiki zao hawawezi wakaonyesha tabia yao ni ipi. Katikati ya marafiki onyesha kwa uwazi kwamba wewe tabia yako ni maombi. Kuna nyakati utajitenga nao. Sawa sawa? Na hicho Yesu alikionyesha kwamba kuna nyakati atajitenga nao. Akamchukua Petro na wale wana wawili wa Zebedayo. Na wale wana wawili akaanza kuhuzunika na kusononeka. Ndipo akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi
kiasi cha kufa. Kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Amen. Roho yake na nini? Ina huzuni kiasi cha kufanya nini? Cha kufa. Anawaalika wakeshe pamoja naye. Mstari wa 39. Akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifudifudi, akaomba. Akafanya nini? Akaomba. Akasema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, lakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Maana yake nini? Wakati wa maisha ya Yesu tunaona, ijapokuwa yeye alikuwa ni Mungu, alipokuwa hapa duniani kuna nyakati alipitia dhiki. Sawa. Yesu alipitia nini? Kwa lugha nyingine alipitia uhitaji. Mara nyingi sana tunapopitia dhiki, kuna watu huwa wanakosa mwelekeo, lakini nakuombea kwa Bwana, unapolisikia somo hili kuanzia leo usikose mwelekeo. Unapopitia dhiki, enda ukaombe. Haleluya. Ukiona unashindwa, omba msaada, tutasimama na wewe. Ndio kazi yetu, ndio kazi yetu, ndio kazi yetu. Ukinipa kazi nyingine, naweza nikashindwa kuonyesha ushirikiano, kama kazi ambazo walinihusisha hawa baba na sikuzi withdraw nilizishikilia, ni kazi ambazo nilishindwa kuzifanya. Lakini unapokuja kwenye issue za kiroho, pale ndio sehemu yangu. Haleluya, pale ndio sehemu yangu. Yamekushinda, omba msaada. Lakini ajenda, unapokuwa kwenye dhiki, usichanganyikiwe. Elekea kwenye nini? Kwenye maombi. Unaweza kumsaidia jirani yako. Mwambie jirani, najua ulimwenguni kuna dhiki nyingi. Unapopitia dhiki, elekea kwenye maombi. Mwambie tena. Wewe mwenyewe unaongea umechoka. Mbona kama na uko kwenye dhiki? Yaani wewe mwenyewe unaongea kama uko na wewe kwenye dhiki. Alafu nao unamwalisha jirani, unapopitia dhiki. Wewe ndio mwenye dhiki sasa. Mweleze jirani yako kama kweli wewe umeshapona. Mwambie jirani, unapopitia kwenye dhiki, usichanganyikiwe. Elekea kwenye maombi. Safi kabisa. Haleluya. Unaelekea kwenye nini? Elekea kwenye maombi. Elekea kwenye maombi. Kuna hii tabia natamani iumbike ndani yako. Sawa sawa? Kuna hii tabia natamani iumbike ndani yako. Amen. Ninaomba tufungue kitabu cha Luka 23:34. Luka 23:34. Biblia inaeleza kitu ambacho ni sentensi ndogo, lakini maana yake imebeba kubwa sana. Unaweza kusoma kwa sauti? Asante. Alikuwa anaonyesha vile ambavyo wale watu msalabani pale yeye aliwaombea. Amen. Akaambia, Baba uwasamehe kwa kuwa hawajui wafanya nini walitendalo. Sasa nataka niseme hivi, hii ni tabia ambayo unatakiwa tuwe nayo, tabia ya maombi. Watu wengi wanadhani maombi ni kujiombea wao tu. Sikia nikwambie, hebu tumwangalie Yesu, aliwaombea hata waliomuudhi. Mtu mwenye tabia ya maombi hajiombei yeye tu, anawaombea hata wengine. Mwambie jirani, nisikudanganye, yamkini nilikwambia nitakuombea. Ukweli sikuwahi kukuombea, ila leo nitaanza. Mwambie tena.
Haleluya. Amen. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 4 mstari wa 4, sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa pili, tunaona Yesu anapelekwa nyikani akiwa amefunga, akaenda kuomba. Sawa sawa, Biblia inasema usiku na mchana. Tabia ya maombi lazima iwe inaambatana na mifungo. Haleluya. Ninaomba wale ambao hamfungagi mlisikie hili, anza kufunga. Haleluya. Tabia ya maombi, anza kufanya nini? Kufunga. Jifunze kuwa na maombi lakini ya mifungo pia. Amen. Unadaka pointi? Unaandika? Lazima uwe unaomba na kufunga. Wapendwa, huwezi ukawa na tabia ya maombi afu una hata siku moja unadonoa za kufunga. Sisi hapa tuna utaratibu, kila Jumanne na Ijumaa na Alhamisi tuna mifungo. Jifunze na wewe kuomba na kufunga, uwe sehemu ya ile mifungo. Haleluya. Uwe sehemu ya ile mifungo. Wangapi wa mnafunga? Okay. Unajua, nikupe siri. Hivi naelewa kuna nyakati nyingine mifungo wasitumi prayer point. Hivi najua kwa nini wasitumi prayer point? Nataka watu wawe wanafunga kwa tabia. Ukiwapa watu prayer point kila siku, unawafundisha watu kwamba prayer point ndio kupeleka kwenye nini? Kwenye mifungo. Lakini naomba nikuulize, Yesu alivyokuwa pale sura ya 4. Tufungue Mathayo sura ya 4 ile tusome kidogo. Anasemaje? Sasa sikia. Utaendelea kusoma hapo. Yesu hakuenda nyikani kwa ajenda ya kujaribiwa, ila alipofika nyikani alijaribiwa. Lakini alienda nyikani, alikuwa hana prayer point, ila alikuwa anafunga kama tabia. Sasa mimi huwezi kunipeleka nyikani eti lengo ni kujaribiwa. Alikuwa lengo kubwa kwamba ajaribiwe. Yesu alikuwa na uwezo wa kumshinda shetani hata asipofunga. Hiyo nguvu ya kumshinda shetani ilikuwepo. Alienda nyikani ikiwa ni tabia yake ya maombi ya mifungo. Haleluya. Lakini within the process kukatokea incident. Sawa. Katika mchakato kukatokea nini? Ni kama hivi, wewe ukiwa unafunga, katikati ya mifungo lazima majaribu yawe mengi. Sawa. Lakini hukufunga ili ujaribiwe. Lakini unapofunga itatokea harufu ya chipsi, itakuvuruga, lakini hukufunga ili ukasikilize harufu ya chipsi. Harufu ya chipsi imetokea kwenye mfungo, lakini agenda ilikuwa ni nyingine. Majaribu ni mambo yanayotokea kila wakati. Agenda ya Yesu mlimani haikuwa kujaribiwa tu, ilikuwa pia ni tabia aliyokuwa nayo. Haleluya. Na sisi tunafundishwa kwamba lazima tu tuna nini? Tuna tabia ya namna hiyo. Haleluya. Haya ndio maisha ya Yesu kwa sehemu yanaonyesha tabia. Wangapi mmenielewa? Mmenielewa vizuri Mwambie jirani, maisha ya Yesu ya mifungo yalikuwa yamebeba tabia. Amen. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Basi unaweza kusimama sasa kwa miguu yako. Sema, Roho Mtakatifu, unisaidie katika maombi yangu, iwe tabia, iwe maisha. Ninaomba utengeneze mifumo ya tabia katika kuomba,
nisiombe kwa matukio. Twende mbele za Bwana. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu tunakuomba sana, Mungu aliye hai, ukatupe neema na rehema kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunaomba mkono wako wenye nguvu uendelee kutuhudumia, Bwana, tukafunge si kwa mazoea ya kawaida tu, bali iwe ni tabia ya rohoni. Mungu aliye hai, ukatutengenezee tabia ya rohoni ya kufunga na kutafuta uso wako. Tupe neema ya kuomba kama tabia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba, tunaomba neema hiyo ikadhihirike ndani yetu. Tunaomba mkono wako Bwana ukawe pamoja nasi katika jina la Yesu. Tusaidie Bwana, tunapoomba tuombe si tu kwa sababu tuna matukio, bali tuombe kwa tabia, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu aliye hai, Baba, asante kwa rehema na neema. Sifa na heshima ni vyako, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Amen. Amen. Amen.